Analenga kuwa mbunge wa mwaka 2022, mbunge wa Jomvu kwenye kinyang'anyiro chile cha ubunge kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, na si mwingine bali ni bwana Ochieng, ambaye amesema mengi kuhusiana na yale ambayo analenga kufanya hapa ndani ya studio. Na endapo wewe ni mkaazi na mpiga kura katika eneo bunge la Jomvu, je, unahisi anapaswa kupewa nafasi kuwahudumia wakaazi na wapiga kura wa Jomvu? Je, unahisi kwamba yale amezungumzia hapa ni ya kweli, ama unaona kwamba kwa kiwango kikubwa anaonekana kuegemea upande wa kwake? Lakini yote 9-10 tungependa kusikia kutoka kwako. Zungumza nasi kupitia nambari unayoona chini ya runinga yako hapo, ama pia unaweza wasilisha ujumbe mfupi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Bwana Ochieng, yes. Katika viongozi hawawezi fanya kazi peke yao, na kuna masuala mengi kadha wa kadha ambayo yanahitajika pengine kuzungumziwa pale, kufanywa katika hali ambayo inastahiki, na kunatakana kuletwa pamoja viongozi mbalimbali waweze kufanya kazi pamoja. Kuhusiana na swala zima la kufanya kazi pamoja na uhusiano wako na viongozi wengine, utakuwa unatueleza pengine wewe utakuwa unaifanya vipi, alafu pengine itakuwa inaleta manufaa gani kwa wakazi wa Jomvu? Good morning. Hello Boss TV. Salama sana. Tunazungumza na nani? Unazungumza. Naam. Hapa unaongea naye. Nani? Unazungumza na Ojiro. Okay, Ojiro, itakuwa vizuri ukipunguza sauti ya runinga yako tuweze kuwasiliana kwa njia iliyo safi. Okay. Right. Tupatie usemi wako sasa. Mimi napiga kutoka Meritini Ward. Naam. Na Meritini station sisi ni kama tumetengwa sana. So mimi kulingana na maoni ya mheshimiwa atakayekuja kama bwana Ochieng, ile maneno ameongea maneno mazuri sana kulingana na mambo ya talents za vijana. Na talents za vijana hapa ni nyingi. Kuna makarateka, kuna maboxers, kuna manetballers, kuna mafootballers. Naam. Kwa hivyo unamwambia nini mheshimiwa mtakiwa? Na tungeomba mheshimiwa pia aweze kututembelea, sababu huku hatujatembelewa kabisa Meritini station. Safi kabisa. Asante sana. Bila shaka bwana Ochieng ni mkazi huyo wa Meritini Ward pale. Anasema nakubaliana na wewe kwamba talanta ziko, lakini unafaa utembee pale. Sijui hujapafika ama? Kwa kweli bado naendelea kutembea mtaa baada ya mtaa, na nitakuja kuwatembelea. Nitaenda kule station. Right. Back to our question ambayo tulikuwa tunazungumzia. Utafanya vipi uhusiano baina wewe na pengine viongozi wengine? Manake tumeshuhudia pia kuna maeneo bunge ambao pengine mbunge haelewani na gavana, ambao yote 9-10 inaregesha maendeleo nyuma. How will you go about that? Now, naona kwa mfano, achana mfano. Kuna kitu kimoja na ningependa kuwasihi wa Kenya wote. Naam. All the 50 million Kenyans. The Constitution of Kenya 2010 ili usher in a system of devolution. Right. Na ilileta two systems of government. The national government na the county government. Na kwa national government kuna zile pesa za serikali ambazo zimetengwa kwenye CDF boards ambazo zinatumika kwenye maeneo bunge. Na kwenye county government pesa zinatumwa kwenye counties. Kila county ina hazina yake ya fedha. Na kusema ule ukweli, uhusiano wewe kama mbunge, right, kila mwaka unakuwa allocated 100 million. Alright? Na wewe kama mpiga kura ama mkazi wa eneo hilo, the Constitution first requires of you
to look at development kwa eneo lako la bunge kwanza. Okay. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. Naam. Unajua sisi wa Kenya tunapenda siasa sana. Tunalala siasa, tunakula siasa, tunatembea siasa, tukipigana ni siasa, kila kitu ni siasa. We have politicized everything. To an extent that we forget the core objective of development. What are the issues that will bring development kwa nchi yetu, taifa letu la Kenya? Because angalia saa hizi watu wanazungumzia national politics, BBI, watu wanazungumzia Hustler Nation, watu wanazungumzia Okoa Kenya, mambo kama haya. Right. But in a developed society, right, in a developed society, we are not supposed to be discussing politics. Unaambiwa ukienda nchi zingine in the western world, kuna mwanahabari alitembea mahali akauliza, who is the president of your country? Hata hajui. Kwa sababu gani? Kwa sababu he is getting services za serikali kiasi cha kuwa hana haja na kujua yule ni president na huyu ni opposition. Sijui kama unanielewa. Nakupata vizuri. Hold that thought hapo tusikie maoni. Boss TV, hello. Hello. Yes, tunazungumza na nani? Unazungumza na Gabriel. Kutoka wapi Gabriel? Kutoka Jomvu Miritini. Okay. Wazungumza na Gabriel. Nakupata, zungumza. Miritini. Nilikuwa nauliza swali kwa mheshimiwa wetu kwa sasa Badi. Naam. It's just a little bit of a challenge. Okay. Nauliza swali kwa mheshimiwa wetu kwa sasa. Tafadhali kwanza punguza sauti ya runinga yako ndo tuweze kukuelewa vizuri. Naam. Aha. Juzi tumewekewa mlika mwizi mtaani. Wakati ambapo hello. Right, nakupata, endelea. Juzi tumeweza kuwekewa mlika mwizi mtaani. Naam. Miritini World Bank. Wakati ambapo kuna street lights ambazo ziliwekwa, kama sijakosea ni mwaka jana ama mwaka juzi. Right. Ambapo ukiangalia kwa sasa, kama if there are let's say around 20, right, only 5 are working. Ama zinaweza kuwaka kwa sasa. Sasa swali ni je, kuweka mulika mwizi na kumaintain zile ambazo ziko gani ilikuwa ni ya busara kwa sasa? Right. Kwa sababu our worry is hata mulika mwizi ambayo tumewekewa kwa sasa haitadumu kwa muda wa miezi wa mwaka kama sijakosea. Utakuwa umepata pesa za taxpayers money imetumika. Right. Lakini within a very short period of time itakuwa si ya maana tena kwa watu. Okay. So sisi tunasema punda amechoka, tunabadilisha. Right. Kutoka Jomvu Miritini Estate. Asante sana Gabriel. Asante, nashukuru. Shukran. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia hapo Gabriel, pia fursa uko nayo ya kusema nasi kupitia nambari unayoiona. Je, unakubaliana na yale ambayo mheshimiwa mtakiwa Bwana Ochieng anazungumzia ndani ya studio? Kama wewe ni mpiga kura na mkazi wa Jomvu, umeridhishwa na kazi ambayo inatendeka pale kwa ground, ama unahisi imefikia wakati tuweze kubadilisha? Bwana Ochieng, ukisikiza maoni ya wananchi kama hawa ambao wanazungumza, unajihisi vipi wewe kama mmoja ambao unalenga kuwaongoza? Bwana Ogega, naendelea kuhuzunika. Kwa sababu gani? Hiyo inaonekana wazi yale ambayo mnasema. Ni kweli, kwa sababu huyu ni mpiga simu amepiga, mimi hata sijui. Sijaonana naye, sijazungumza naye. Right. Na amepiga simu na amekubaliana na yale ambayo nakwambia. Pale ambapo wanataja hapo Miritini wameweka mulika mwizi, na right opposite kuna street lights ziliwekwa mwaka jana. That is why we are saying, why don't we respect the constitution and conduct public participation before we do this, we implement these development projects? Right. Nikisema mambo ya public participation, I know what I'm talking about. Okay. Kwa sababu miradi inafanywa saa hizi ina rush. I think tangu tulipoanza kusema tunabadilisha mwaka huu kuanzia Januari kufikia sasa mwezi wa 8, ndio tumeanza kuona wanaanza kufanya miradi kwa mbio. Wanaharakisha, mara unaona wamekimbia huku, mara wamekimbia huku.
wanasemaga the kicks of a dying horse. Right. Yeah. Sasa ukiwa katika rush unafanya mambo bila plan, ndio unajipata unaweka street light, uchukue hii lighting, uweke lighting hiyo tena uweke lighting hapa na uweke tena hapa katikati, utajikoroga. That is what is happening on the ground. Right. And I am not here to crucify anybody. I am just speaking facts on the ground. Right. Hizo ndio facts kwa ground. Kwa mfano, imagine in the midst of a pandemic. Right. In the midst of the COVID-19 pandemic. Bado tunaweza chukua pesa tukachukua lile van la CDF, ukatia maspika pale juu, tukazunguka nalo Jomvu nzima kutangazia wananchi wakuje kwenye hall moja wakusanyike wachukue basari kwa mkono hivi na hii COVID pandemic. Why don't we embrace technology? Juzi nilikuwa kwenye interview na Sauti ya Pwani FM. Nikamwambia mimi if I was given a chance ya kukuwa the next member of parliament, right, most of these services ambazo zinakuwa offered, I would want them digitized. Mambo kama CDF, bursaries, hizo ni things you can digitize. Kina mama zetu kule ndani wanajua digital ni nini. Let me tell you, kila mtu saizi ana simu, hata kama ni mulika mwizi. Can I demonstrate to you how it will work? Okay. Let me demonstrate it. Wewe umetumia mobile money lending apps, hizi Opesa, Okash, Zenka, Tala, Branch. How do these apps know you? Haujaenda kwa ofisi yao, hujawahi enda kwa ofisi yao. How do they discover you? Wanakujuaje kiasi cha kuwa you submit your details, you fill in your name, your ID number, your place of work, your source of income, your monthly income, then the system ambayo iko linked tayari na Safaricom, your M-Pesa statements, it can be able to review how much it can allocate to you as a debt. True. Translate that model, iweke sasa, tengeza a mobile application ya distribution ya bursaries. Right. When you do that, nakwambia eliminate, the first thing you will eliminate ni corruption. Kitu cha pili eliminate ni ubaguzi wa kule kujuana, nepotism. Kitu cha tatu utaleta transparency, kwa sababu we know very well ndani ya Jomvu, na si Jomvu peke yake, I can't put all the blame on Jomvu, it is happening countrywide. Right. Unapata beneficiaries wa CDF are not the intended beneficiaries. CDF was constituted so that beneficiary awe yule mwananchi maskini, the needy. So tukitengeza hii system, M-Pesa system itakuwa ina review M-Pesa statement ya mtu. Inaangalia huyu mtu kwa anachezea 3,000 kwa mwezi ama anachezea 1,000 kwa mwezi. This is the person who is needy. Right. Kwa hivyo kama ameapply bursary, huyu ndio anafaa apewe pesa nyingi. You don't have to go there. Na ukiniuliza another way ya kuidentify wale ambao wako needy, wale ambao watakuwa wanatumia smartphone, you only need to take a picture ya the death certificate ya mzazi to confirm that huyu mtu ni orphan, na una upload kwa system. System ikidetect huyu mtu ameupload death certificate, inamaanisha this person is more needy than any other case. So in Jomvu we have totally neglected embracing technology kabisa. Right. That is why unaona CDF saizi inatumika kama njia ya bonga points ya kisiasa. Ati kwa sababu you are giving out 8 million, you are giving out 20 million through public barazas, watu wa kuone, hiyo unaitumia kama siasa ili uonekane unafanya kazi. Hiyo sio kazi. That is supposed to be kitu digitized. Ukosefu wa kazi ndani ya Jomvu, vijana wengi wana ma-CV. Why don't we create a data bank ya all the CVs ya vijana ambao hawana kazi? Na hiyo data bank inaonyesha mtu na profession yake. If you are a journalist, you are a cameraman, you are a sportsman, you are a driver. Why don't we do that? Right. Nini inatuzuia kufanya hivyo? So, mimi nikipewa nafasi, I will embrace technology. First, I will embrace technology so that everybody, even if it's not everybody, at least majority get to see the benefits ya CDF. Right. Yeah. Hii mambo watu wanalalamika kwa ground. Umetuitia basari, watu 200 pekee wamepata. Umetuitia basari, wengine wamepata, wengine hawajapata. Ukiangalia wengine ambao wamepata ni watu ambao unapata they are stable, they have a source of income, na kuna mtu kule Mreroni hata hawezi access hiyo kitu kwa sababu hajuani.
Na ukiniambia mambo ya smartphone, I will tell you, yule mtu ambaye anamulika mwizi saa hizi, unataka kuniambia huyo mtu haizi angalia balance yake ya simu? Kuna kitu tunaita USSD code. The system will have a USSD code. Just dial for example *539, inakuleta Jomvu NGCDF application. Ingia kwenye hiyo application, fill in your details, number 1 your name, number 2 nini, through ile mulika mwizi you will get it. Right, technology. Yeah, bila shaka. And talking about swala zima la basari ambalo linahusiana pakubwa na elimu, pengine katika kiwango cha elimu, kando na basari pia unalenga kufanya nini pengine? Maanake hata kwa sasa hivi tuko na shule kadha wa kadha ambazo zinazidi kujengwa pale katika eneo bunge la Jomvu, na ukitembea utaona pengine kuna madarasa mengine yameongezwa kwa baadhi ya zile shule ambazo tulikuwa nazo. What difference are you gonna bring in our education sector hapo Jomvu? Unajua kitu kimoja, unasema shule zinazidi kujengwa. Right. Mimi ile kitu nimeona wamefanya ni kurehabilitate the already existing structures. Okay. Na I can give you a school yenye inajengwa Maganda Primary. Maganda Primary. 9 years later. How do you explain that? Okay. Kwa medali hapa Nyali amejenga shule ngapi? Hapa Nyali within one term. Let us be fair. Let us be honest. Tuongee ukweli. When I say it is 9 years of underdevelopment, I am not going after anybody's personality. I am just speaking facts on the ground. By now, Jomvu inafaa iwe na library. By now, Jomvu inafaa iwe na sporting academy. 9 years later, Ken Okoth Kibra alijenga nini? A beautiful secondary school ambayo kila mtu aliiga ndani ya slum. Kibra ndani ya slum. Right. So the opportunity is there. And can I tell you one secret about Jomvu? Amongst the 6 constituencies za Mombasa County, there is no other constituency ambayo ina vast open spaces of land ambayo waweza weka hii miradi yote ujenge paka soko kushinda Jomvu. Can I tell you another secret about Jomvu? Jomvu ndio entry point ya Mombasa County. Ukitoka Mazera Kilifi County unaingia wapi? Jomvu. Jomvu ndio entry point ya Mombasa. Na connectivity ile ambayo Jomvu iko nayo, it is surrounded by Kilifi County through Mazeras. Ukipita na SGR hivi unaenda Kwale County. Hii barabara SGR Dongo Kundu bypass. Serikali imekuwekea 26 billion worth of roads in Jomvu constituency. Are you telling me that opportunity should remain untapped for another 5 years? Right. Wale farmers wote wa Kwale, wakulima wote wa Kwale ambao wanapeleka mifugo, wanapeleka chakula Kongowea, mbona tusijenge soko pale Mbuyi wa Chapa? Hiyo chakula hii barabara ya Dongo Kundu ikikamilika, wale farmers wa Kwale ambao wanatoa chakula Kwale, wao wanakuja wanaleta hapa soko yetu ya Jomvu ambayo tumejenga Mbuyi wa Chapa, so that we spur business and we spur growth in Jomvu. Right. Vijana wa bodaboda wakae wako busy, wanapata mapato zaidi. Yes. Na ile connectivity ambayo iko between Kwale, hiyo barabara ikiisha, itakuwa inatoka Kwale, inaingia pale SGR, inakuja inazunguka. Yule ambaye kwa Mazeras kuna hii barabara inaitwa Jomvu Jitoni Rabai. Jomvu Jitoni Rabai inatoka Rabai, inaingia Jitoni, inaingia panaitwaje? Madafuni. That is connectivity. Just look at that circle, kutoka Madafuni kwenda Jitoni, kwenda Rabai, urudi tena pale SGR, uende mpaka Kwale. Weka soko hapo. Just put a market there. Unapozungumzia hii miradi ambayo uko nao kwenye mawazo yako, do you factor in financial constraints ambazo zinashuhudiwa? Yes. And most of these ideas I'm telling you are in line with with Schedule 4. The Constitution of Kenya, the functions of the national government. Right. I'm telling you the truth. If you apply the Constitution correctly, I'm telling you, Jomvu will not be the same again. Right. Kikubwa. Ogega, let me add one point. Jomvu is a land of efficiency, but the people are suffering in efficiency. What do you mean exactly? What I mean is, Jomvu ni kama Congo.
Kongo ile moja kama Kongo ina madini, ina resources za aina zote, but uongozi tu. Na kuna lile swala la kusema kwamba hazina ya CDF kupitia kwa mbunge pale huwa sana sana inakumbwa na changamoto za ugavi wa fedha, ambao utasikia kwamba pesa zikucheleweshwa kuja, wanalaumu treasury, mambo kama yale, pia inawaregesha nyuma. Unadhani hizo ni sababu za kimsingi? Kwa hivyo kama pesa zinachelewa kuja, kwa hivyo miradi isifanyike, kwa sababu mwisho pesa huja. Pesa huwa inakuwa distributed in phases. Quarter 1, quarter 2, quarter 3. Plan yourself and stick to your budget. Pesa ikija, endelea. That should not be an excuse. Right. Shouldn't. Kwa hivyo endapo umechaguliwa wewe, japo kutakuwa na hizo changamoto za kifedha. Ogega, my focus is not politics. My focus is work. My focus is not political. You can't work without money. And yes. Money can, unaona, unaelewa? Yes. Ile kitu tunajaribu kuelezea Ogega ni kuwa damage ambayo imefanyika Jomvu, it needs a sober mind. Right. Damage ambayo imefanyika Jomvu needs someone who wants to work for the people. Wananchi pale chini kwa ground wanataka mtu ambaye atawafanyia kazi. Sio mtu ambaye anataka endorsement kutoka kwa governor ama outgoing governor ama wananchi are not interested in that. Wananchi are only interested in maendeleo. Na mimi ndio ukasikia nawaambia I will go it independent. Yeah. Hakuna chama hapo? No political party. Ushatangaza kabisa? Kabisa. Kwa hivyo tukisonga mbele tukuje tukuone uko UDA ama Wiper. Unajua kuna watu ambao wana msimamo. Mimi 2017 niligombea kama MCA. It was my first shot at politics. 2017 nilienda MCA na nikaambia wananchi mimi naenda kama independent candidate. Watu hawakuamini. Ile makosa ambayo nilitenda, nilianza siasa kuchelewa. Nilianza January 2017. Na watu wanaingia kwenye debe August 2017. Hiyo ndio makosa ambayo nilifanya. Na kitu kilinituma kwa siasa ni kwa sababu niligundua kuwa uongozi umeshindwa kushughulikia swala la maji. Hapo ndio nikagutuka nikasema hapana. Na masuala mengine mengi tu. Right. So 2017 I was independent. Sijawahi ingia kwenye political party yoyote. 2022 I want to serve the people. Kwa nini 2022 ulichagua kutaka kuwania ubunge na hukurudi kule kwingine? Sababu ni kuwa unajua as we are growing. Growth is inevitable and change is inevitable. The issues that are affecting the ward level currently are now escalating. They are almost just like affecting the whole constituency. Yeah. So upgrading in politics should not be an issue, and I believe any human being lazima upgrade, kwa sababu huwezi kuwa hata simu yako wakati mwingine ukitumia unasikia inakwambia you need software update. Yeah. Hata ukitumia hizi M-Pesa, ukitumia M-Pesa online, ile app ya M-Pesa yenyewe, app ya M-Pesa, you need to update. Right. You cannot remain the same throughout. You can't do things the same way and expect different results. Very true. Yeah. Right. Now, as we wrap up pale, nataka nikupatie fursa kama dakika moja uzungumze na wakazi wako wa Jomvu, wale wapiga kura wa Jomvu, kina mama, vijana, kina wazee wetu ambao wanakutazama. Ungependa kuambia nini katika shughuli zako za kampeni na kuhakikisha kwamba wanakuunga mkono mwaka 2022? Kwa wakazi wa Jomvu constituency, mimi Bwana Ochieng Kithenji najitosa kwenye kinyang'anyiro cha ubunge Jomvu constituency, na ningependa kuwaelezea wakazi wa Jomvu zile shida ambazo zinatukumba leo hii ndio zinafaa zituunganishe ili tuweze kupata mabadiliko. Vyama vinatugawanya na hatujaona tofauti kwa wale ambao wameingia uongozini kwa kupitia chama. Mimi nimejitokeza na nataka kushirikiana na kila mmoja wenu ili tuweze kufanya miradi pamoja, tutekeleze miradi pamoja na tubadilishe Jomvu. Vijana, mimi ni mwenzenu na waomba tuchukue nafasi hii tubadilishe
generation yetu ambayo inakuja. Tuchukue nafasi hii kwa sababu tumekuwa tukiambiwa we are the leaders of tomorrow. That tomorrow is today. There will be no other tomorrow. 2022 is that tomorrow. Tuungane kama vijana, tushike kijana mwenzetu na tutembee naye mpaka siku ya mwisho, ambapo pale kwa debe tutaamua kuwa ni kijana mwenzetu ambaye tunampeleka pale na tushirikiane naye. Like I said, mimi siingii kwenye chama yoyote. I am an independent candidate for member of National Assembly in Jomvu constituency, na naomba Mwenyezi Mungu atulinde, na kama ndugu zangu Waislamu wanavyosema, audhu billahi minashaitanir rajim. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mpenzi mtazamaji, umeweza kumsikia huyo, nakwambia ni kijana mwepesi, lakini yupo na uzito wake wa hekima, uongozi na kila kitu. Lakini sisi letu ni kuhakikisha kwamba tunamtafuta na kupatia fursa ya kuweza kukuambia wewe angependa kufanya nini endapo atachukua uongozi. Kwa hivyo wewe ndiye utakaye kuwa muamuzi, hatukuamulii sisi. Tafuta muda wako, dadisi kila sera aliyozungumza hapa, mweke kwenye mizani, kwenye ratili, alafu uhakikishe unafanya uamuzi ulioko sawa. Je, atapaswa kupewa nafasi mwaka 2022 ama hapaswi? Hilo ni jibu ambalo utakuwa nalo wewe mwenyewe, lakini kutoka kwetu sisi kama wana Boss TV hatuna la ziada ila kukushukuru kwa muda wako wa kuweza kukaa chini na kututazama tangia muda ule wa saa 1, na kwa sasa imesalia kama dakika chache tuweze kuingia saa 3 majira Afrika Mashariki. Ningependa kukushukuru pia wale wote wameshiriki mazungumzo yetu, wale wametuma jumbe, wale wametupigia simu, tunasema asante sana. Pia asante sana mgeni wangu kwa kuja. We wish you all the best going forward. Na endapo tunatarajia ukirudi hapa umerudi kama mbunge. Inshallah. Tutakuwekea parking kubwa sana pale. Maana najua utakuwa na convoy wakati huo. Inshallah. Alright, pia ningependa kushukuru wale wote ambao wamefanikisha kupeperushwa kwa kipindi hiki moja kwa moja kutoka hapa Boss TV. Kwanza kabisa producer wangu Bridget Omondi, alafu na mwelekezi wangu upande wa pili Bwana Abubakar Abu, pamoja na wengine cameraman wangu Joseph Kwach akisaidiwa na mwenzake ambaye anamsimamia Bwana Sami Lubanga aka Mzee wa Matunda. Na alikuwa amepotea kidogo, nafikiri ilikuwa kama si chikungunya sijui, lakini sasa ni mzima buheri wa afya na tuko naye. Tuweze kufanya hivi tena kesho panapo majali wake Mwenyezi Mungu, na kutakia utazamaji